الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. الحمد لله، بعد kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusieni ndugu zangu na jihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya al-ahbabu fillah, Allah subhanahu wa ta'ala alotuumba akatuleta hapa duniani akasema, walikulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kila mmoja wetu amepewa tarehe ya kuondoka hapa duniani. Kutoka wewe umeingia kwenye rahim ya mzazi wako mamako, baada siku 120 ulipotiwa roho, Allah subhanahu wa ta'ala anamtumiliza malaika akuandikie riziki zako, akuandikie ajali yako. Ashaqiyun am sa'id, ni mwema ni mwovu, yote yameandikwa. Hasa moja kwenye mambo yaliyoandikwa ni ajali, ni siku gani utaondoka. Hasa hapo watu hubahatika, haina kabila, haina akili, haina utajiri. Kuna mwingine hapati hata siku moja kwenye hii dunia, akishatuka anaenda kuzikwa. Kuna mwingine anabahatika anapata miaka 5, mtoto anakuwa kinafika miaka 5 anakwenda. Kuna mwingine anabalighi anapata tu mpaka hapo alivyoandikiwa kabisa, kabla hujaumbwa kwa miaka 50,000 yameandikwa. Anakuja hapa duniani anabalighi anaondoka. Kuna mwingine anapewa umri wa kuoa tu, ameoa leo kesho anaondoka. Kuna mwingine anaolewa mpaka anabeba mimba, kule kuzaa tu anaondoka. Kuna mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anampa sasa ule umri, anafika mpaka 50, 60, 70, na kila ukienda mbele kule alhamdulillah ni neema, lakini siku zuri. Kuna cholesterol, kuna maradhi, macho yanakata, mashikio yanakata, miguu yanakata, viwiliwili vizima. Si kama vile ulikuwa mdogo, afya mambo yanaenda vizuri. Hasa ni mtihani mbalimbali, na hili ni dunia. Hasa namna gani tutautumia huyo umri? Huyo umri wenyewe ulopewa umegawanywa mahali pawili takriban kwa wengi, usiku na mchana. Usiku utalala wewe, ukipata miaka 60 kata nusu, ni 30 tumekuwa hai. Manake aliyolala ni maiti pia. Akipita nyoka mbele yake atakimbia, simu ikibiwa ataiona, hawezi. Sasa wewe hata ukapata ile 60, nusu wewe imekufa kwenye usingizi, ni kama wewe umepata uzima wako ni huyo. Alafu sasa ombe kishana 30, waambia 15 ni kabla hujabalighi. Usali wewe, ni mtoto mdogo miaka 3, asali nini? Usali, hufungi, huendi haji, ufanyi chochote mpaka wabalighi, ende mpaka miaka 15. Bakisha hayo mengine yalobaki, kata sasa ya kwenda sokoni, ya kuingia chooni, ya kufanya kazi, ya kwenda kucheza mipira, kuangalia haya na yale. Ubakisha nini? Umri ni mchache sana. Ndiyo leo insha Allah tutaangalia vipi umri huyo mchache tutaupatiliza vipi. Manake huko tunapokwenda zile level ni kwa amali, kuingia peponi ni kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kupata level gani umepata ni zile amali ulizofanya. Mimi na wewe, mfano ikiwa mimi ninasoma juzu moja tu ya Qur'ani, mwenzako anaingia msikitini anaisoma mpaka anaimaliza yote, hatuwezi kuwa level moja sawa sawa kabisa. Mimi ninatoa shilingi 50, kuna mwenzako ametoa 500, mara nyingine hatuwezi kuwa sawa sawa. Hasa huyu umri mdogo, rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile umri ni mdogo akawapa fursa nyingi ya mambo madogo kupeleka ule umri wake ukawa ni mkubwa. Fanya tu Lailatul Qadri moja miaka 83 bila kupumzika.
Waweza kuishi wewe mpaka ukafa usifanye ibada kama ya Lailatul Qadri usiku huyo peke yake. Manake 83 ikiwa umebahatika kupata, katakata utabakia nini? Ukubaki kitu. Lakini ukipata Lailatul Qadri 10 ni miaka 830 ya ibada bila kupumzika. Ukipata 20 1600, sala yako moja ukienda haram moja kwa 100,000, miaka 56 usali hapa ndio upate sala yako moja kule. Hasa qul huwallahu moja, thuluthul Qur'an, Mtume sallallahu ukisoma 3 Qur'ani mzima. Hivi tumepata tasbihi, wewe ukasoma qul huwallahu 100 ni kumaliza Qur'ani mara 30 thawabu zake. Hasa umri ule mdogo Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa rahma zake ametukundulia. Manake kuna watu walopewa umri kina Nabiyullah Nuh na watu wao, mtu anaishi miaka 1000. Hasa ukipata miaka 1000 na alhamdulillah Allah akakuongoza, kila ukipata umri ndio unazidi kufanya mazuri. Hasa lakini ikiwa umri ni mdogo, vipi tutautumia kwa njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukapata mafanikio hapa duniani na akhera? Ndiyo khutba yetu inshallah Ta'ala ya leo. Wakati unaambiwa ni moja kwenye neema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala alompa mwanadamu. Ikiwa wewe mwenzako alikwenda kwa 15 umefika mpaka 30, umefika mpaka 40, umefika mpaka 60, kila siku uliopewa ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku wakumbushwa wewe, kila usiku wafa, asubuhi wamshukuru Allah kwa kwamba amekupa uhai tena. Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Kila siku wazaliwa upya. Kuna wenzako wakilala hawaamki, wewe kila ukipata tena siku nyingine ni bonus, ni neema aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati una mambo yake mahsus, unaambiwa wakati si kama mali wala si kama afya. Waweza kuwa ni tajiri ukafilisika, ukaanza tena biashara yako ukawa milionea tena. Waweza kuwa ni mgonjwa maridhi taabani mpaka daktari ambaye wewe utakufa baada ya mwezi mmoja. Ajali yako iko, umri bado umeandikiwa, utaamka, utainuka, utafanya kazi na kila kitu mpaka daktari ashangae. Lakini jambo ambalo halipatikani kununuliwa ni mambo haya mawili, ni umri. Ukamwambia malakul mauti, mimi nina milioni 10 kwenye benki yangu, niongezee lisali moja, akija atakuongezea milioni 100. Ukamwambia pia hachukui. Hasa wakati hauwezi kubadilika, ukienda ushakwenda. Ya pili ambayo haiwezi kununuliwa kwa mamilioni yote ni afya. Afya Mola hizi Allah anakupa tu, wala huwezi mimi nataka kutumia vitamins, mimi nitakwenda majimu, mimi nitafanya kila kitu, nitaishi long life. Madaktari wanakuambia you will get long life, you will avoid heart attack. Lakini ndugu yangu, wakati wa kufa ufike, daktari atainua mikono, nendeni mpelekeni maskini nyumbani, sisi tumeshindwa. Someeni Qur'ani kama nini, sisi tumeshindwa. Afya haiuzwi hata kwa mabilione. Mtoto wake wewe ni bilionea, tajiri, the richest person dunia mzima, mtoto wako ni mwandazimu, waweza kwenda dukani ukamnunulia akili ukamtia? Huwezi. Mtoto wako ni kipofu, amezaliwa ni kipofu, hana macho, unaweza kwenda dukani ukayanunua macho mawili, hii iko bilioni 1 na hii bilioni 1 ukampa? Hawezi. Mtoto amezaliwa hana miguu, disabled completely, unaweza kwenda tupatie miguu kidogo hapa na hapa akaenda? Hawezi. What they can do madaktari ni huyo umevunjika, afanye kidogo, asukume tena watu mpaka kujue kwamba wewe pia na mguu umenini. Ama masikio tu kidogo, wewe una shida, kutie mabatri hapa mpaka kila mtu ajue kwamba wewe una shida ya masikio. Ama macho kidogo, matatizo, kila mtu ajue kwamba macho yako mpaka mamiwani. Ni hivyo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hizi neema mbili alompa mwanadamu ni neema kubwa sana. Hasa la ajabu ni yule mwanadamu aliyofanyiwa neema kama hizo akawa anazichezea, anakwenda anapoteza time yake. Mtu analala Ramadhani mchana, weza kwenda mbio na khairati mbalimbali, milango ya khairati yamefunguliwa, maskini alale, amwambie mke wake
baada kwamba usiku amekesha kwa miraa, kucheza kadi, dumna nini, alfajiri asisali, amwambie mimi nalala niamshe magharibi. Na mwenzako ukimwambia anakuambia I am killing time, manake mimi nasikia kiu, nasikia kuchoka, I am killing time. Unajiua wewe ndugu yangu. Hiyo saa moja ikikupita haipatikani tena. Ajabu, unaambiwa kwamba afya ambao haiuzwi kwa mabilioni ya pesa ni mtu achukue pesa zake aende anunue madrugs kuharibu ile akili, achukue mamiraa na mengine kuharibu ile afya yako, uwe umeharibikiwa. Pombe na mengine iharibu ile afya alokupa bure Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo haiuzwi. Lingine sasa, ya ahbabu fillah, tunaambiwa rasulmal yako ya kweli si nyumba hizi ni zangu, ama pesa fulani ambazo nazo kwenye benki. Mara waweza kuamka benki ikawa imekwenda anda, huna kitu. Mara nyumba imeporomoka usiku, imekuja tu zilzal, imeporomoka, huna kitu. Rasulmali yako ya kweli ni wakati wako, ule wakati wako, siku yako hii tena ulopewa neema ya leo peke yake, utaitumia vipi? Hiyo ndiyo neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo ya wakati ni mambo matatu, kila moja lazima kujua. Mamada fata, yalokupita yamekwenda. Hasa 2026 Ramadhani, mimi nataka kutoa milioni 100 nipate kufunga mwezi wa Ramadhani kwenye 2026. Utaweza? Siku moja tunataka. Mamada fata, yalokwenda yamekwenda. Ya pili, wal muammalu ghaibun, kuhusu wakati, yale yatakayokuja ni ghaib. Kesho mimi kwamba nitakuweka ama siweko ni ghaib, anaojua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba wewe hivi alasiri kwamba kweli utasali alasiri, anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine umebakisha masaa kidogo kwenye umri wako. Ya tatu, walaka alwaqti alladhi anta fiha, huyu wakati huyu ni wako. Huyu naweza sasa hivi mimi nikainua mikono, naweza ya jana iliyonipita kainua mikono kasali, huwezi. Kesho huwezi, lakini sasa ninaweza kupatiliza, kama ni kusali, kama ni kutubia, kama ni kufanya, ni kupatiliza wakati wa sasa. Ya ahbabu fillah, na tuko kwenye zama kusudi tumechagua khutba kama hii kukumbushana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumbushaneni kwa wingi, hadi min ladhat, yenye kuvunja starehe zote. Mauti unaokuja ghafla hivi, na umekuwa mingi mauti wa ghafla. Pata tu mtu amelala, akiamsha ameshakwenda. Mtu kijana mdogo ameshakwenda. Huyu kila siku hizi kuna haya ma social media, hufungui social media siku moja ukakosa inna lillahi na ilaihi rajiun. Impossible, huwezi. Saidina Umar ndiye akasema, ewe Umar, kila siku yasemwa ya watu naisikia, na yako pia yaja. Kullu atin qarib, kila kitu kilo. Huyo malakul mauti kutoka siku uliozaliwa kila siku yasongea karibu, kila siku yasongea karibu mpaka mwisho wa umri wako. Sasa la muhimu ya ahbabu fillah ni kwamba huyu umri sasa uliokuwa ni mchache, na mwanadamu hujui utaondoka lini, na ni mtihani. Huyu umri uliopewa mdogo ni mtihani. Kwa huyu mdogo ukifaulu, unapata maisha ambayo hayana mwisho ya starehe, na huyu umri mdogo ukauharibu, ukautumia vibaya, unapata maisha marefu ya kwenda motoni, wal iyadhu billah. Hasa ni huyu umri mdogo kabisa. Hizi sala tunazosali, kufunga, haji, zaka, Qur'ani, leo baada dhuhri wewe roho ikatoka, ndio mwisho wa sala, ndio mwisho wa Qur'ani, ndio mwisho wa zaka, ndio mwisho wa haji. Hakuna kule, utajua kwamba ni mtihani na anatusumbua shetani. Ingekuwa sala iko mpaka huko, basi tungesalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saidina Bilal atuadhinie, na peponi hakuna shetani, tusali na khushui mzuri sana, tulie. Lakini utaona Mola anakuambia, wewe maliza hapa mtihani wako, kule ni kustarehe tu. Wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tad'un, kule ni kustarehe. Hizi ibada ukazifanya zote hazimzidishi Mwenyezi Mungu chochote. Hii ni tudizame level yako tu, peponi utakwenda wapi. Hasa muhimu ya ahbabu fillah, hunu umri sasa tutaupatiliza vipi? Jambo la kwanza kabisa, ightinamu shababi qabla alharam,
huyu wakati upatilize pale bado wewe ni mdogo, nguvu, afya, nishati, una nguvu za kufanya ibada, patiliza kabla utu uzima. Ukibahatika kufika huyo mtu mzima unaomwona ni neema kubwa. Ndio moja alisema, siku zote wewe fikiria wenzako ni wazuri zaidi kukushinda wewe. Usijione mashaallah mimi sala kufunga nafanya. Wewe ukiwa na mtoto mdogo, sema kwamba huyu bado hajapata fursa ya umri kama wangu ya kufanya maasi, bado mdogo na dhambi zake kidogo. Ukamwona mtu mzima, sema huyu mashaallah, huyu yanishinda mimi, amepata umri mrefu, mimi sijui nitafika masifiki, amefanya khairati nyingi, yanishinda mimi. Usijione wewe you are better than anyone, kwamba wewe wote ni wazuri kushinda wewe. Hapo ndio hicho kibri kitopatikana. Anasema ashababu athmanu ma yamliku linsan, ule ujana, nguvu ni kitu ambacho cha thamani kubwa sana unachokimiliki. Mzee akishafika 80 anaweza kutoa milioni 100 akaregeshwa 20, anaweza akapata nguvu. Anajua mimi nilipokuwa 20 nikikimbia, nikienda kazini, nikikimbia kufanya haya na yale, nataka tu kurudi siku moja kwenye 20 tena, natoa 100 million per day. Utaweza? Ndio akasema ala ya laita shababu yaudu yawman fa ukhbiruhu bima faala almashibi, lau huyu ujana ungeniregelea siku moja tu nikaupa habari huyu uzee unaonifanya mimi. Uzee huyu nanionea mimi, nikiweza kukimbia saa hii siwezi, nikiweza kukojoa saa hii tabu, nikiweza kuona saa hii tabu, ningeujulisha tu ujana wangu. Hasa unaambiwa kitu cha thamani kubwa sana mwanadamu ambacho anacho ni ule ujana wako. Ndio unaambiwa ihtinami shababi qabla alharam, patiliza ujana wako kabla utu uzima hauja kuja, ndio utakuwa wakati wako umefaulu. Lingine ya ahbabu fillah, ightinamu sihhati qabla saqam, huyu wakati kupatiliza kufaulu hapa duniani na akhira, wakati wa afya yako patiliza kabla kuwa mgonjwa. Waweza kwamba una nguvu, una afya, unafanya yote, mara waamka upata stroke, ndugu yangu, mguu hauendi, mkono hauendi. Waweza kuzungumza kufanya khairati, mara ulimi huzungumzi tena, mara paralyze, mambo simple. Utapata tu mtu hivi. Moja kwenye rafiki zetu huko kwenye mambo ya dawa, kijana mdogo 30 something, anakwenda kwa daktari, anaumwa kichwa tu, akipewa Panadol, akitumia Panadol, daktari akamwambia wacha tufanye blood test. Akifanywa blood test, amerejea kazini, daktari akamwambia blood result zimekuja, njoo. Niko very busy mimi, kazi zimenilemea, sina wakati, niambia. Akamwambia ni muhimu uje. Akaenda akaambia tumor of the brain imespread, you will be very lucky kisha another 1 month. Mwezi moja tu ukipata tena wewe utakuwa umebahatika. Tunamjua ni kijana rafiki yetu, mwezi moja kumaliza ashaondoka duniani. Hasa ni hayo ndugu yangu, unaambiwa afya yako patiliza kabla hujakuwa mgonjwa. Hivi tu utapata ameanguka mtu, nini ni heart attack, pata heart attack ama nini, mara inasababisha upande moja amekuwa paralyzed, tena ulikuwa kifanya ukinini, mara hiyo afya imekwenda. Hakuna anayejua thamani kubwa ya afya. Muulize mtu ambayo hana hiyo afya, nenda kamuulize hospitali, muulize mtu ambayo hana hiyo afya. Wewe hujui thamani ya usingizi, muangalie mtu usiku mzima ya thamani, yanunua dawa ya kulala na hawezi, huyo ndio anajua thamani ya usingizi. Lakini wewe ukiona tu waingia chooni dakika 2 wakojoa watoka, waona tu ni kitu normal, hata mshukuru Allah. Kuna mwenzako anafanywa dialysis, analipa mapesa kibao, masaa 4 kupata tu kusafisha ule mkojo. Sasa unaambiwa kabla hayo, sasa wako wangapi ambayo wako kwenye koma ama mtu fully paralyzed, yua tamani. Moja amesema natamani mimi nimevunjika hapa, naambiwa siwezi kwenda chini, natamani siku moja tu kusujudu kwa paja langu niweke kwenye nini, uso wangu niweke chini, natamani mara moja tu. Neema tumepewa mbalimbali za afya, tunaweza kupata accident, umeinuka, una nguvu zako, una nini, kila kitu, wasafiri tu accident, mara mguu umevunjika, mkono umevunjika, na mara hali mbaya na kila kitu. Ndio unaambiwa kule, huyu wakati mdogo wa umri wako
Kupatiliza ni ile wakati wa afya, faidisha, tumia ile afya yako kabla hujakuwa umepata mtihani mbalimbali. Kutumia huyu wakati na kufaidisha nayo, unaambiwa ya tatu ni almubadaratu ila taat, ufanye upesi kufanya taa. Usiseme bado mimi mdogo, bado nikiwa mtu mzima nitatubia, bado nikiwa mtu mzima nitaamka tahajjudi, bado nikiwa mtu mzima nitaanza kusoma Qur'ani vizuri, bado mimi mdogo nifanye mambo yangu, niwache na mimi ninjoy bana. Mtu kimwambia hivyo, bado mimi mdogo bana, ni kama kwamba mauti ni wale wa 60s na 70s tu. Haujui kwamba huyu ambao wa 30 na 40 huenda pia, wa 20 pia huenda. Hasa fakam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin asha tulan min ad-dahri. Utapata mtu ana nguvu zake na afya yake, unapigiwa simu mpaka unashtuka. Alikuwa na nini? Si lazima kuwa na chochote, alikuwa time yake imeisha. Very simple. Lingine, na wangapi ambao walikuwa na maradhi, wagonjwa, taabani, daktari, wewe husurvive, wewe mwezi mmoja upitishi, akaishi muda mrefu. Kwenye safari tukapata mama mwingine aliletwa kusaliwa msikitini, tunamsalia, ana miaka 30 na ngapi, amepigiwa kutoka nchi nyingine, akaambia njoo haraka umwahi mamako, mgonjwa mahututi, taabani, umwahi, mara utampata mara usimpate. Akaja siku moja, akamwona mamake yuko kwenye koma hospitali, akakaa naye siku ya kwanza na ya pili, ya tatu akafa yeye. Mama baada muda akatoka kwenye koma, akarudi nyumbani, huyo yuaishi, yaendelea na maisha yake. Hasa ya ahbabu fillah, unaambiwa wakati kupatiliza ni kule unapokuwa una nguvu zako, una afya yako, fanya taati, khairati nyingi. Usiwe na sifa ya taswif, saufa atub, saufa a'malu, saufa usalli, tafanya hivi, nitafanya. Hiyo utakuja kujuta, ndugu yangu. Lingine ya ahbabu fillah, namna ya kupatiliza huyu wakati na kufaulu hapa duniani na akhira. Kila siku hakikisha umejipangia muda wako, una wirdi fulani, mimi namka wakati fulani, nafanya mambo fulani, wakati fulani nafanya haya, wakati fulani hayo. Hiyo plani yako iwe ina Qur'ani, ina adhkari, ina salatul jamaa, ina kama ni siku ya Jumatatu ni Alhamisi kufunga, una program nzuri. Hii ni nafsi yetu, anasema ukitoishughulisha kwa mazuri inakushughulisha wewe kwenye mabaya inakushughulisha. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Amali anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala sana ni zile zenye kudumu, japokuwa ni kidogo. Usiwe na piga Ramadhani Qur'ani, piga ikifika Ramadhani wameshamaliza waifunga mpaka huko Ramadhani nyingine. Salatul jamaa, qiyamul layli na mengineyo ni Ramadhani mpaka utafika. Ndugu yangu, hiyo siku moja inayokupita ni neema kubwa sana. Huyo aliyoko kaburini yatamani kuja kusali rakaa 2 peke yake, hapati. Wewe umepata, usije ukapoteza. Kupanga wakati wako ni muhimu sana, na kujua priorities yako nini. Wewe umeletwa kufanya nini hapa duniani? Kujiuliza wewe, je, hayo ulioletwa hapa kuyafanya wayatekeleza? Ndio Mola subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Msishughulishwe na mali yenu, biashara zenu, watoto wenu kuacha ibada, dhikri, kumtaja Allah, sala. Utapata mtu anaona 10 minutes tu ya kuja msikitini kutoa faradhi, kurudi anapoteza time. Yeye atachukua msala wake hapo tu, ngojeni dakika 2 mara moja, natoa tu faradhi ni mara moja hapa sasa hivi, tutaendelea na biashara zetu. Anaona hiyo dakika 5 ama 10 kidogo, anapoteza wakati wake. Ikumeadhiniwa mwadhini ya kwanza ni Ijumaa, na ataona ngojea mpaka kuanze kuadhiniwa ya pili na kuanze kukimiwa. Utapata mtu permanently yeye husimama tu kule nje permanently. Huyo amefanya ni habit. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Mola ametuwekea mwenye kuja mapema kupewa ngamia. Je, wewe Mombasa tu, hapa Mombasa ukasikia kuna mtu kila Ijumaa huchinja ngamia akatoa sadaka, si ni mtu mwenye kheri nyingi sana?
Ukichelewa kidogo, ng'ombe, mbuzi, kuku, mpaka yai, wengine hatupati chochote. Khutba ikaanza, imamu akapanda, malaika ufunga zile vitabu. Kuna wengine kila siku hivyo hatuzioni. Hasa ni muhimu sana sana, ndugu zangu, kupatiliza na kujua priorities. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Mimi nampeleka mtoto shule, mimi nampeleka kucheza mpira, mimi nampeleka kitu fulani, wakati wa sala umeingia, hata wewe ushughulishwe. Waman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Mola anasema wenye kushughulishwa na mali yao, biashara zao na watoto wao, wakaacha haya ya muhimu, faulaika humul khasirun, wametumia vibaya wakati wao, watapata hasara hapa duniani na akhira. Lingine ya ahbabu fillah, namna ya kuutumia wakati wako usije kujuta siku ya kiyama kwa umri mchache aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuacha mambo ambayo yanapoteza wakati. Kuna mambo mengi, unaambiwa jambo lolote ambalo halikukurubishi kwa Allah, ukiendelea kulifanya ni hasara tu. Ni Mola subhanahu wa ta'ala akasema, wal asri innal insana lafi khusr. Automatic mwanadamu huyu yuko kwenye hasara, alafu akafanya istithna, illa alladhina amanu wa amilu salihati. Hawa ambao hawana hasara, hawa wengine yote ni hasara. Hasa unaambiwa usitumie wakati wako kwenye mambo ambayo hayakukurubishi kwa Allah, hayakujengi akhira yako. Ndio akasema Mola, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Mola aliyokupa, ankupa mali, ankupa afya, ankupa umri, ankupa wakati, tumia kujenga akhira yako. Lakini wangapi tunapoteza wakati unnecessarily? Mara ngapi mtu anajifanyia faradhi kwamba mpira ukija 90 minutes zile ni 1.5 atakila hakikishe kamili, na ikiongezwa extra time peda 30 minutes ataenda, na ikiongezwa penalty ataenda. Hebu jaribu, weka khutba wewe hapa, weka darasa, waambie mashaallah kidogo, mimi mambo nataka kuya extend kidogo, kuna extra time, kuna mambo muhimu ambao wengi hamuyajui. Ni mtu mambo gani bwana? Ama jaribu tu yasalisha wewe, extend kidogo tu sura, mara utapata mtu anakushika mlangoni, imamu vipi bwana wewe? Ni vipi ujui wengine wazee sisi, wengine tuna diabetes, wengine ni hivi na hivi. Ikiwa mambo ya dunia huna kabisa shida wewe. Hasa mtu anaweza kukaa saa 2 za usiku mpaka saa 9 anachonga tu yeye. Kila jambo ambalo halikukurubishi kwa Allah, ukiendelea kufanya wapoteza umri wako, utakuja kujuta, ni hasara. Ndio naambiwa hakikisha mambo ambayo hayapotezi wakati wako. Lingine, namna ya kutumia wakati wako vizuri ni kuwa na marafiki wema wenye kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha watu wenye uluul himma, watu wana himma mzuri, si mtu twende bwana wema sunna, mi faradhi sisali, mimi alhamdulillah ta nyumbani, njoo tusali hapa tu nyumbani, ya nini kwenda msikitini kurudi na nini? Twende mambo bwana yatatuacha na nini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almar'u ala dini khalili, kila mmoja ufuata dini ya rafiki yake. Ukipata rafiki mzuri atakuvuta pazuri. Ni kama kisima, wewe uko katikati, kuna moja juu ataka kuvuta, kuna na yule wa chini anataka kuvuta chini. Sasa wewe ukikubali kumsikiza yule wa chini akuvute, akuzamishe, yeye na wewe mtakwenda pabaya. Lakini huyu aliyoko juu akikupa mkono, msikize huyu, ataweza kukutoa ukawa umeokoka. Njoo hapa ndipo mimi niko hapa muda, usimsikize. Ni muhimu suhbatu saliha, kuwa na rafiki mema ni moja kwenye njia ya kuchunga wakati wako usiende habaan manthura. Lingine ya ahbabu fillah, la kujikumbusha na kufaidika na umri wetu mdogo huyu na wakati wako ukapatiliza, ni mara kwa mara kukumbuka mauti. Ndugu yangu, mara kwa mara tukumbushwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akthiru dhikra hadimil ladhat, fanya wingi ndugu yangu. Kila mara nyingi tunaambiwa nini? Mwenzako akinyolewa chako paka maji. Jana kuna ndugu yetu huwa anasafiri, akienda na rafiki yake hubadilishana kwenye gari, imefika tani yake kumwamsha, kumbe ameshalala, ashakwenda. Kijana mdogo amekwenda juzi, last Wednesday. Mimi mjombangu kabisa anamwambia ahli yake, natamani mimi mahamri bajia moto kidogo, nenda kanichukulie.
akirudi anampata amelala, akimwamsha ashatangulia mbele haki, tumemzika. Mimi na wewe hivyo hivyo ndugu yangu, kila siku la muhimu, kullu man alaiha fan, sote tutaondoka. In the next 100 years wanasema sote tutakuwa hapa. Kuna watu wengine completely, mmoja wetu hawapo. Huyu amekufa kwa corona, huyu stroke, huyu blood pressure, huyu hili. Akaambiwa taaddadat al-asbab wal maut wahid, man mata bi sayfin au ghairihi. Taaddadat al-asbab, sababu ni mbalimbali, na mara nyingi sisi huuliza sababu. Mtu amekufa 17, alikuwa na nini? Kwani lazima ana kitu? Mtu amekufa magharibi tu tumeswali na yeye, alikuwa na nini? Alikuwa malakul mauti amempangia kabla, amejua siku fulani ikifika atakuja kumchukua tu, simple as that. Awe yopeleka gari atasimamishwa hapo, yuko chooni atasimamishwa hapo, yuko kwenye ndege atasimamishwa hapo. Ikifika wakati wako, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Umuhimu wa kupatiliza umri wako mdogo na kufaidisha ukafaulu hapa duniani na akhira ni muhasabatu nafsi ala alwaqt. Uhisabu nafsi yako mara kwa mara. Ndio Sayyidina Umar akasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mujihisabu kabla kusimama kuhisabiwa mbele za Allah. Leo wewe ukijihisabu ukaona una mapungufu fulani, unaweza mkimbilia Allah, ukatawadhi, ukatubia, ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa wewe alfajiri umekataa kusali, ukiamka umejipata uko kaburini, una time ya kutubia? Huna time. Ndio muhimu Mola subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kila mmoja angalie kesho umetanguliza nini. Huko unapokwenda Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jiandae. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kaburini, kaburi limechimbwa, kuletwa sahaba na nini, na huyo ni sahaba wa Mtume, anazikwa na Mtume, dua ataombewa na Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akaketi akalia, akasema, limithli hadha fa'iddu, mahali kama hapa muandalie ndugu zangu, musije hivi mikono mitupu. Ni muhimu sana ya ahbabu fillah, kila siku lazima ujiulize, madha qaddamtu lil akhirah, mimi leo siku yangu imekwenda, nimetanguliza nini, kitu ambacho kitanifaa. Akhiran ya ahbabu fillah, ni kwamba sote kuondoka tutaondoka. Umri kwamba ni mfupi, kila moja anajua kwamba wakati unakwenda haraka, kila moja anajua. Ramadhani inaingia inamalizika, mwaka unaingia unamalizika, ni umri wako unaomalizika. Hasa la muhimu ya ahbabu fillah, kwamba kuondoka tutaondoka. Utaondoka vipi? Ukiondoka hapa umepata radhi za Allah, umeondoka umefanya ulioamrishwa na Allah, huko unapokwenda umeandaliwa mazuri. Na ukiondoka, muhimu wanasema umri kuna sampuli mbili. Huyu umri mdogo ambayo tunaishi 30, 40, 50, 60 whatever, ni nyingine adhikru lilinsani umrun thani, kule kutajwa kwa wema, kwa mazuri. Ukifanya mazuri, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath. Moja wetu leo ukafa wewe hapa, wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin, wako raqib na atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. Sio hapa wanafunga kile kitabu, wakifunga illa min thalathin, kwa sababu tatu ama watu sampuli tatu, kitabu chao kinaendelea kuwa kiwazi, kinaandikwa kwamba umefundisha na watu wanapata manufaa. Umefanya sadaka jaria, mtu aliojenga hapa huyu msikiti sahihi yuko mbele haki, ametangulia. Sote hapa tukiswali sunna, faradhi, tukisoma Qur'ani, tukiingia mpaka chooni tayari zaenda sala ya alasiri tena ya magharibi tena ila yaumil qiyama. Au waladin salihin yad'u lahu, umemlea kijana, umempa malezi mazuri, umeonyesha njia mzuri, anaendelea kukuombea. Sasa ni muhimu leo wewe ukiwa umeondoka, kuna jambo gani ambalo umelitanguliza, umri wako utaendelea. Kuna mtu amejenga msikiti juzi Yaman, yaonyeshwa msikiti anasema 1200 years old. Huyo mtu aliojenga unajua miaka 1200 yuendelea kuchota. Kuna mtu alokufa miaka 100 tu, alokufa mwaka 5 tu atakumbuka. Lakini yule kuna malaika special waliwekwa kazi yao ni kumwandikia tu, kumwandikia ila yaumil qiyama. Sasa ni muhimu huyu wakati mdogo
fanya bidii, fanya chochote kesho mimi nikiondoka kwa ghafla kitabu changu kisifungwe, niendelee kufanya. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanye min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala wenye shida, wenye matatizo, na matatizo ni mengi, shida ni nyingi, wenye maradhi majumbani, hospitalini, Allah subhanahu wa ta'ala ape shifa. Kuna wazee wetu ambao hapa wanajivuta kuja hapa, wana shida mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala aondolee. Wenye haja zao Allah subhanahu wa ta'ala tutatulie. Allah subhanahu wa ta'ala tupe fi dunya hasana, tupe fil akhirati hasana, roho zetu zisitoke illa kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.